Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo anwani yake inasema kisa cha kijana tajiri aliyemshitaki baba yake mzazi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kisa hichi amekipokea al-Imamu Ibn Majah katika sahihi yake kwa nambari 2291. Lakini ukienda katika kitabu cha Ar-Rawd ad-Dani ila al-Mu'jam as-Saghir lit-Tabarani, mjalladi wa pili ukurasa 152 hadi 153. ukienda pia kutazama katika Irwaul Ghalil cha al-Imam al-Muhaddith al-Albani rahimahullah ukurasa wa 838. al-Imam Ahmad pia amekipokea katika musnad yake kwa nambari 6902. al-Imam Ibn Hibban pia amekipokea katika sahihi yake mjalladi wa pili ukurasa 142 min hadithi Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadithi hii sahaba aliyepata kutusimulia ni Jabir ibn Abdullah, anatuambia ya kuwa anna rajulan jaa ila an-nabiy Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa qala ya rasul Allah inna li malan wa walada wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Jabir ibn Abdullah anatuhadithia, anatusimulia juu ya kisa hiki, juu ya tukio hili ambalo limetokea mbele ya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Jabir ibn Abdullah akiwa miongoni mwao, na yeye ndiye msimulizi wa kisa hichi. Anasema Jabir, mtu mmoja alikuja siku moja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasul Allah, hakika mimi nina mali na nina watoto, wa inna abi, na hakika ya baba yangu, yuridu an yajtaha mali, baba yangu ananisumbua, baba yangu anachota tu katika mali zangu na pesa zangu, baba yangu anachukua mara kwa mara mali yangu, na mimi nina watoto wananitegemea. Famadha hadatha wa madha jara, kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hapo ndipo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia yule kijana, idhhab fa'tini bi abik, nenda uje na baba yako mzazi. Mtoto amekwenda kwa baba mzazi, anamwambia unaitwa na Bwana Mtume Muhammad, unatakiwa katika mahakama ya Bwana Mtume Muhammad. Mtoto anamburuza baba yake katika mahakama ya Bwana Mtume Muhammad, kama ambavyo ilivyo leo watoto wengi wanawaburuza wazazi wao katika mahakama mbalimbali za kiduniani. Mahakama ya yaumul qiyama inakusubiri na kutesa ni kwa zamu, huko atakuburuza yeye katika mahakama ambayo haihitaji wazee wa baraza wala mashahidi. Viungo vyako vitakuwa mashahidi dhidi yako. Wakati wanatembea wako pamoja, wahum fi athnai at-tariq, wakiwa njiani, nazala Jibrilu alayhi salam ala nabiyina Muhammad. Jibril alayhi salam akashuka haraka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtoto na baba wanaongozana, wako njiani, baba amekwisha
ameshapata picha nzima kwamba sasa leo ameamua kunishtaki mpaka kwa bwana mtume Muhammad. Watu wote wanajua kwamba ameniburuza katika mahakama ya bwana mtume Muhammad. Njiani baba akawa ni mkimya, hasemi chochote, lakini anajisemesha ndani kwa ndani, anatamka maneno mazito yaliyopelekea Allah kumteremsha Jibril alayhi salam kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jibril anamwambia mtume, anamwambia inna Allah yuqri'uka salam, mtume Allah anakupa salamu, wa yaqulu laka, na anakwambia idha jaaka ash-shaykh fas'alhu an shay'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhuna. Huyu baba anayekuja kwako, huyu baba ambaye yuko njiani ameshtakiwa na mtoto wake kwako, muulize wakati yuko njiani ananungunika, kuna maneno anayasema, maneno hayo masikio yake hayajasikia, lakini Allah akiwa juu ya arshi yake amesikia hayo maneno. Masikio hayasikii mzee anasema nini ndani kwa ndani, Allah akiwa juu ya arshi yake amesikia hayo maneno. Anamwambia Jibril, nenda kwa Muhammad, mwambie atakapokuja huyo baba, muulize alikuwa akisema nini ndani kwa ndani. Alipofika mzazi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sikiliza ndugu yangu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ma zala ibnuka yashkuka annaka ta'khudhu mala, mtoto wako hajaacha kukushtaki kwangu, kila kukicha anashtaki wewe unachukua mali zake. Mzazi anaambiwa jitetee, kweli si kweli? Baba akasema, salhu ya Rasulullah, muulize ewe mtume wa Allah, wa hal unfiquhu illa ala ihda ammati, hizi pesa anazozisema nazichukua kwake, nikisha zichukua nazifanyia nini? Sinazitumia kwa mashangazi zake au khalatihi au anti zake au ala nafsi, au natumia mimi kama matumizi na chakula changu. Hilo ni haram ya Rasulullah. Shangazi zake wanapata tabu na yeye ni bilionea, anti zake wanapata tabu na yeye ni bilionea. Natumia ubaba wangu, nachukua pesa ya kula nawapa shangazi zake, anti zake, zingine natumia kwa matumizi yangu. Hili baya ewe Rasulullah. Suali alilouliza mzazi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam automatically akaridhika na jawabu, akamwambia da'na min hadha, hebu tuachane kidogo na hili. Akhbirni an shay'in qultahu fi nafsika ma sami'atuhu udhunak, niambie wakati uko njiani unakuja, ulikuwa ukisemeshana mwenyewe kwa mwenyewe ndani kwa ndani, ulikuwa unanungunika, unatamka maneno mazito, masikio yako hayajasikia unasema nini? Niambie hayo maneno. Maana mtume akaona hili ni kubwa kuliko hayo mengine, mpaka Jibril anateremka. Ukienda ndani ya Qur'an katika suratu Maryam, Qur'an nasema wama natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wama natanazzalu illa bi amri rabbik, wala sisi malaika hatuteremki illa kwa amri ya Allah. Allah mpaka anamtuma Jibril, hakumtuma kwa kesi hii, anamtuma kwa hayo mengine aliyokuwa akiyasema mzazi. Niambie, mzazi akachanganyikiwa kwa lugha nyepesi kabisa ya kimjini, akablock kweli kweli, maana hii ni siri yake na moyo wake,
hata masikio yake hayakusikia, anatembea na mtoto wake wawili, anamnunukia mtoto wake na kumlalamikia. Mtoto hajui kama baba anaungua ndani kwa ndani. akamwambia, ya Rasulullah, ma zala Allahu yaziduni bika yaqinan ma ziltu usaddiqu annaka rasulullahi haqqan. Ewe mtume wa Allah, wallahi ninakuhakikishia Allah anazidi kunipa yakini kwamba wewe kweli ni mtume wa Allah. Nashuhudia kwa mara nyingine kwamba wewe ni mtume wa Allah. Nakubali na kukiri kwamba wewe ni mtume wa Allah. Qultu fi nafsi shay'an ma sami'athu udhunai. Ni kweli nilikuwa nikiongea ndani kwa ndani kama mtu aliyechanganyikiwa, najisemesha mwenyewe, masikio yangu hayajasikia nasema nini, lakini Allah tayari kashasikia na amekwambia niliyokuwa nikiyasema. Mtume akamwambia, qul wa ana asma, niambie na mimi nakusikia. Sasa sikiliza maneno aliyokuwa akiyamwaga mzee, malalamiko aliyokuwa akiyasema mzee, manunguniko ya mzee huyu ndani ya moyo wake, maneno yaliyotikisa mbingu mpaka Allah kateremsha Jibril alayhi salam. Baba akasema, ya Rasulullah, nilikuwa ninasema hivi, ghadhawtuka mauludan wa ultuka yafi'a. Mwanangu, nimekulisha ukiwa mtoto mchanga sana, nimekulea na kukukuza hadi ukafikia kuwa kijana barobaro. Tuallu bima uhinu alayka wa tanhalu, na ukaneemeka na vingi, umekula sana jasho langu na nguvu zangu ulipokuwa mtoto mdogo. idha laylatun nabat bishakwi lam abit lishakwaka illa sahiran atamalmalu. Na ikitokea usiku ukapatwa na ugonjwa, mwanangu, usiku huo silali, nakosa usingizi, nakosa raha kwa sababu wewe ni mgonjwa. kaanni ana almatruq dunaka billadhi turikhta bihi duni fa'ainaya tamhalu. Utadhani mgonjwa si wewe, mgonjwa ni mimi. Nageuka na garagara kwenye kitanda changu, napata maumivu mara mbili, macho yangu hayasinzii kwa sababu wewe unaumwa usiku ule. Kisha mzazi akasema, takhafu rada nafsi alayka wa innani la a'lamu anna al-mauta hatmun muajjalu. Nafsi yangu ina hofu juu yako, nafsi yangu ina waswasi juu yako, ninapata waswasi pengine ndio unataka kufa, ili hali najua fika ya kuwa umauti ni haki juu ya kila kiumbe. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. ulipofikia umri niliyokuwa nikiutarajia juu yako, جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. ulipofikia umri niliyokuwa nikiutarajia, umekuwa shab katika mashabab, ukawa barobaro, umepeperusha matarajio, matumaini na ndoto zangu juu yako, ukafanya malipo yangu kwako ni kunifanyia ubaya, ukali na uadui, kana kwamba ni wewe ndiye unayenineemesha na naishi kwa fadhila zako. Subhanallah. falaitaka lam tar'a haqqa ubuwati. Mwanangu, laiti ungechunga haki yangu
kama aljaru almujawiru yafalu, basi ungenifanyia ihsan, ukanitendea wema, ukanithamini kama vile jirani anavyomthamini jirani yake. Zaamta bi anni qad kabirtu wa ibtani, mara kadhaa unasema mzee huyu kashachanganyikiwa, anazeeka vibaya, ameshakuwa mtu mzima, unanitia doa na dosari, unasema nimeshachanganyikiwa. Walam yamdi li fi sinni 60 kummalu, ili hali umri wangu haujavuka hata miaka 60 kamili. Wasamaitani bismi almufannadi ra'yahu, mara nyingi unasema mawazo yako yamepitwa na wakati. Nikikushauri unaona ushauri wangu si lolote, si chochote kwako. وفي رأيك التنفيذ لو كنت تعقل, na badala yake unaona wewe ndiye unayejua kushauri na ndiye mwenye rai nzuri, mwenye maamuzi mazuri. Amri unayo wewe na mimi sina amri tena. Zingatia hayo ikiwa kweli una akili. Turaqibu minni athratan au tanalaha, umekuwa mwenye kunipekua, umekuwa mwenye kunifatafata, umekuwa mwenye kunichimba, unatafuta aibu zangu, kasoro zangu, terezo zangu. Habilta wa hadha ra'yun minka mudallalu, hakika unakosea sana ewe mwanangu, na huko unakokwenda unapotea kabisa. Mtume hakutaka hata amalize, akamwambia stop. Manuniko ya mzazi, famadha hadatha wa madha jara, kipi sasa kilichotokea na yapi yaliyojiri? Bwana Mtume akamgeukia kijana, akatoa hukumu ya kimataifa iliyodumu, itadumu ila qiyami saa, mpaka kiyama itasimama, hukumu ya Bwana Mtume Muhammad itafanya kazi. Akamgeukia akamwambia, anta wa maluka li abik, sikiliza wewe mzima kuanzia chini mpaka juu, na vyote unavyovimiliki ni miliki ya baba yako mzazi. Wewe mwenyewe ni miliki ya baba yako mzazi. Wewe mwenyewe unamilikiwa na baba yako mzazi, na vya kwako pia vinamilikiwa na baba yako mzazi. Hukumu iliyokwenda shule ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alitarajia ataibuka kidedea kumshinda baba yake mbele ya mahakama ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hajui ya kuwa Muhammad ibn Abdullah ni mwadilifu kweli kweli, na anajua kweli kweli thamani ya baba. Akamwambia, kuanzia sasa ukaye ukifahamu wewe mwenyewe na kila unachomiliki vyote mnamilikiwa na baba yako mzazi. Hadha huwa al-ab, huyo ndo baba. Hadha huwa alwalid, huyo ndo mzazi. Hakadha rafa'ahu almustafa, hivi ndivyo Bwana Mtume alivyomnyanyua na kumpa thamani na kumpa haki yake. Ewe usiyejua haki yake, kama hili halikutoshi, njoo katika sahihu Ibn Majah hadithi nambari 2292, na katika sunan ya al-Imam Abi Dawud kwa nambari 3530, na katika musnad ya al-Imam Ahmad juzu ya pili ukurasa 214. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kukandamiza zaidi na zaidi akasema, inna auladakum min atyabi kasbikum, hakika ya watoto wenu ni katika machumo yenu yaliyo bora kabisa. Fakulu min amwalihim, rukhsa, kuleni katika mali zao. Bwana Mtume anawaambia wazazi, watoto ni katika chumo lenu, ni katika machumo yenu, tena chumo lililo bora. Kuleni katika mali zao.
Maulama wakasema katika kusherehesha maana yake, kuleni kwa wema na ihsan na sio kwa kukomoa. Ndugu yangu, huyo ndio mzazi. Ikiwa ulikuwa humjui mzazi wako, al-ab alladhi kafaha li ajli sa'adatika wa ikhwanika wa ummik, baba mpambanaji anayejitoa muhanga kila wakati katika maisha yake ili mradi ahakikishe wewe na ndugu zako na mama yenu mtaishi maisha yaliyo bora kabisa na mtakuwa mna furaha katika maisha yenu. Hatta wa in lam yastati an yuwaffira lakum kulla ma turiduna, hata kama ameshindwa kukupeni vyote mnavyovitaka, lakinahu ma gassara ma'akum, lakini amejitahidi kweli kweli, amejitoa muhanga kweli kweli, amejilipua kweli kweli kwa ajili yenu. Hajawahi kuwapunja, hajawahi kuwapunguzia chochote katika maisha yenu, hata kama hajakupeni kila mlichokitaka. Al-ab, baba, al-insanu al-wahid alladhi idha mat, ni mtu pekee ambaye atakapofariki lan yumla makanu, pengo lake halizibiki. Utasema na mababa wengine, ni kweli, lakini sema wanaitwaje? Baba mkubwa, baba mdogo, baba OG hayupo. Huyu ana majina marefu: baba mkubwa, baba mdogo, mwenyewe hayupo. Baba mkubwa hawezi kuziba pengo la baba. Baba mdogo hawezi kuziba pengo la baba. Mjomba hawezi kuziba pengo la baba. Kaka yako, mkubwa wako hawezi kuziba pengo la baba yako, wala mtoto wako hawezi kuziba pengo la baba yako. Hebu sikiliza tukio ambalo limesimuliwa na wema waliopita, ya kijana barobaro ambaye alipita sokoni siku moja. Kisa cha kusisimua, kizingatie. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, Qur'an nasema hakika katika visa vyao kuna mazingatio kwa wenye akili. Kijana amepanda juu ya farasi, baba yake mtu mzima, hawezi kukaa katika farasi akatamakan, anayumba, lazima ashikiliwe. Akaona sinipe tabu, akamfunga nyuma ya farasi, anamburuza, kamwekea kama mkeka, kaa juu ya mkeka, kamtengenezea vidibwasha fulani, makamba fulani, anamburuza. Yeye yuko juu ya farasi, farasi anatembea kidogo kidogo na baba yake amekaa anamburuza. Watu sokoni wakachanganyikiwa, baba analia, watu wakamstopisha, wakaandamana. We vipi? Baba analia, anaonyesha kwa mikono, mwacheni. Anaulizwa, nini tatizo baba? Kwa nini unatuzuia na mtoto wako amekufanyia kitendo kibaya sana? Analia. Kipi kilichotokea na yapi yaliyojiri? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Allahumma yassir jumani bil afwi was salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Na kuhusiani tena kwa mara ya pili, pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namwomba Allah sote atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu, na sote atupambe kwa ikhlas za hali ya juu. Kwa wale ambao wana wazazi wako hai wote wawili au mmoja wao, Allah awafanye wawe watiifu kwa wazazi wao. Na wale ambao wazazi wao wote wawili wamefariki au mmoja wao, Allah awarahamu na awalaze pahala pema peponi.
Kipi kilichotokea? Kijana anamburuza baba yake mzazi, kitendo cha kiunyama kabisa, ni maasi makubwa kabisa, uasi mkubwa kabisa. Anasema mwacheni afanye hivyo. Anaulizwa, vipi sasa baba, tunataka kukusaidia, unatuzuia tusimkaripie mtoto wako? Akasema, miaka 40 nyuma nilimfanyia baba yangu mzazi kitendo kama hichi na eneo kama hili. Nastahiki adhabu hii. Mtoto wangu anachonifanyia, Allah analipiza kisasi cha baba yangu ambaye nimemtesa kufanya hivi. Mtoto aliposikia akashuka kwenye farasi, akalia, akambeba baba yake, akampakia kwenye farasi, akamshikilia. Wazee wakamwambia, na wewe vipi? Tumejua sababu ya kulia kwake, kumbe ni kisasi cha baba yake, alimtesa miaka 40 nyuma. Wewe leo una miaka 30 unakuja kulipiza kisasi cha babu yako. Na wewe kipi kinakuliza? Anasema, kinachoniliza na mimi sasa ni baba, nikiendeleza hili malipo hapa duniani, watoto wangu watakuja kunifanya haya ninayomfanyia baba yangu mzazi. Khutba hii inakuhusu hata wewe ambaye pengine hujafurahia mimi maneno yangu haya, na pengine ushaniwekea kinyongo na kulichukia kwamba ujamaa kazidi sana, anajifanya sana. Ndio maneno yenu. Ukiulizwa kujifanya nini, jibu huna. Anajifanya nani, jibu huna. Umeingia ndani ya moyo wake ukaupasua kwamba umeshajua kwamba anajifanya hivyo unavyomdhania. Dhana mbaya, unachuma madhambi kwa dhana zako mbaya. Ikiwa imekugusa kwa sababu we baba yako humtendei mema, na kusaidia mara mbili. Khutba hii insha Allah inakusaidia mara mbili. Mara ya kwanza, jirekebishe, utii baba yako kabla hajaondoka duniani. Mara ya pili, kwa maslahi yako, kuwa mwema kwa baba yako ili watoto wako waje kuwa wema kwako. Na wewe ni baba sasa, hata kama ni baba mdogo, una miaka 30, lakini tayari unaitwa baba. Huyo simba uliyemfurahia, uliyempata mtoto wa kiume, alhamdulillah nimepata kidume, anaweza kuja kulipiza kisasi cha babu yake kwa sababu ni kidume kweli. Ndugu zangu, fikiria mwenyewe, ni mara ngapi baba yako amekufurahisha katika maisha yako? Vuta picha tulipokuwa watoto wadogo. Watoto wote wadogo wanaamini baba zao ndio kila kitu. Baba ana pesa sana, baba tajiri, nyumba hii ya baba, gari hili ni baba. Baba anajuana na rais wakiwa wadogo, miaka 5, 6, 10. Angalia, anaona babake ndo kila kitu. Kumbe babake maskini wa Mungu, pangu pakavutia mchuzi. Akishakuwa mkubwa na gundua, kumbe baba maskini. Mpe maua basi. Ulipokuwa mtoto ulikuwa hujui kama maskini, kwa sababu alikuwa anakutimizia kila unachokitaka na umaskini wake. Ameshakuwa mtu mzima, ushapata akili kujua, kumbe maisha ndio haya. Nilidhani ni multi-billionaire, kumbe hana kitu. Isiwe sababu ya kumdharau. Mbusu kichwa chake, mpe maua yake, mvalishe taj kichwani, mwambie ni mwamba. Sote kumbe umetulea kwa hali hii. Wewe unaweza, nanga inapaa hapa ulipo wewe. Wallahi na hapa nanga inapaa hapa ulipo. Mwamba huyo kawazaa 7, 10. Leo unamuona hana maana. Kapeleka shule, kapeleka madrasa, kawalea. Mtoto mmoja alimwambia baba yake, leo nataka unihadithie utundu wa hali ya juu niliyokufanyia katika maisha yangu. Akaamba, mwanangu, ni mengi sana, mengi siwezi kuyakumbuka, miaka yamepita sana, na nimeshakuwa mtu mzima pia sikumbuki, ila nakumbuka moja. Unaujua mlima fulani? Kaamba, ndio. Ulikuwa kila siku unanipa kibarua, unabaki twende nipandishe kwenye ule mlima. Tunapanda mpaka juu.
una mpira wako unauporomosha kilomita kadhaa mpaka chini, kisha unaambia nifuate. Nilikuwa houseboy wako nafuata, sijafika nimekukabidhi umerusha tena. Sijawahi kuchoka, ni furaha kwangu. Vile unavyocheka unavyofurahi ndio furaha yangu. Unaweza kunilipa kusema wallahi nafanya, twende. Wakaenda katika ule mlima, wakapanda. Mzee kasema na uporomosha mpira ufuati. Kaenda, wakati wa kupanda na mpira ulimi unamtoka, ana hema. Vipi turushe tena? Anacheka. Vipi nirushe tena? Akasema nimekubali, hakuna kama baba. Waislamu, usisahau ihsani ya baba yako. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Baba hakuna anayeweza kumlipa, na hayo kayasema bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Muslim, sikiliza hadithi aliyoipokea katika sahihi yake, hadithi nambari 1510. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, la yajzi waladun walida illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqa. Hakuna mtoto anayeweza kumlipa baba yake kwa lolote, kwa chochote. Hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mtoto anayeweza kumlipa baba yake kwa lolote au kwa chochote. Hakuna mtoto anayeweza kumpa jazaa yake baba yake isipokuwa sehemu moja tu, illa an yajidahu mamluka, isipokuwa pale atakapomkuta baba yake mzazi ni mtumwa. Fayashtariyahu, akamnunua kwa yule bwana wake. Fayu'tiqa, kisha akamwacha huru asiwe mtumwa. Hapo ndipo kijana atahisabiwa angalau kidogo ameweza kumlipa baba yake. Nikuulizeni nyinyi watoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama, ni nani katika nyinyi baba yenu, nani katika nyinyi baba yake ni mtumwa? Jawabu hakuna. Na jawabu maana yake hakuna anayeweza kumlipa mzazi. Mtume anasema anayeweza kumlipa baba yake ni yule ambaye baba yake ni mtumwa, akamnunua kwa pesa nyingi sana, kisha akamwacha huru kwa ajili ya Allah. Pale mtoto anahesabiwa angalau kamlipa baba yake, kamgomboa na utumwa. Baba yako hapo alipo si mtumwa, fanya utakavyofanya huwezi kumlipa. Na hayo kayasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikiwa mwishoni kabisa mahutuba yangu, na katika kukuthibitishia thamani ya baba katika Uislamu, sikiliza sasa yaliyokwenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baina ya mvutano wa Abdullah ibn Umar. Abdullah mtoto wa Umar na Umar mwenyewe. Umar na mtoto wake Abdullah walivutana juu ya mke wa mwanae Abdullah ibn Umar. Sikiliza kisa hicho, huenda kikakupa mafunzo makubwa sana. Al-Imam Abu Daud amekitaja katika Sunan kwa nambari 5138. Al-Imam Tirmidhi katika Jami' yake kwa nambari 1189. Al-Imam Ibn Majah katika sahihi yake kwa nambari 2088. Al-Imam Ahmad katika Musnad yake kwa nambari 5144. Abdullah ibn Umar anasimulia mwenyewe, anahadithia, anasema kanat li imra'a, nilikuwa nina mke, wa kuntu uhibbuha, na nilikuwa nampenda kweli kweli. Kuna riwaya inaonyesha, inasema alikuwa beautiful, bomba kweli kweli. Wa kana Umaru yakrahuha, lakini bahati mbaya baba yangu Umar alikuwa anamchukia huyo mke wangu.
hayo yapo kwako na kwangu. Faqala li talliqha, siku moja kaniambia babangu Umar, Abdullah, njoo, wewe unajua mimi simpendi mke wako, muache kwa ajili yangu. Fa abaitu. Abdullah ibn Umar asema nikakataa, sema siwezi kumwacha. Fadhahaba Umaru ila النبي صلى الله عليه وسلم. عمر akaenda kwa bwana mtume Muhammad, fadhakara lahu dhalik, akamhadithia kwamba mwanangu Abdullah mimi simpendi mke wake na nimemwamrisha amwache, akakataa katu. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita Abdullah, akamwambia Abdullah, ametamka maneno mafupi sana yanayostahili kuandikwa kwa wino wa dhahabu. Akamwambia ati' abaka wa talliqha, mtii baba yako na mwache. Baadhi ya ulama wakasema, kwa nini mtume hakutaka discussion? Umar, tatizo liko wapi? Vipi? Wakasema kwa sababu mtume anajua Umar, Allah akampa ilham. Umar ni mcha Mungu, hawezi kumuonea yule binti, atakuwa kuna kitu amekiona hakiko sawa sawa. Maulama wanasema ikibidi mzazi wako au mke wako, chagua moja, imefikia stage ya mwisho, piga chini huyo binti, wamejaa wengi kama yeye, hakuna baba isipokuwa huyo tu, na akikuondokea pengo lake hakuna anayeweza kuziba. Nachelea muda sana. Al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake hadithi nambari 3113, kile kisa cha Ibrahim na Ismail, kwa haraka sana. Alipotoka Palestine ameenda Makka, mji umekuwa mkubwa, Ismail ameshakuwa mkubwa, ameoa katika kabila ya Jurhum kutoka Yaman. Mama wa Ismail kashakufa, Ismail kazi yake anawinda, anauza nyama pori. Ibrahim amefika na buraku wake pale, anauliza nyumba ya Ismail, maana ni miaka mingi tangia ondoka, aliacha biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram, jangwa tupu, leo ni mji. Nyumba ya Ismail, anaamba ile pale, anagonga hodi, anamkuta mke wa Ismail, anatoa salamu. Yuko wapi? Asema dhahaba yabtaghi lana, amekwenda kutafutia riziki. Vipi maisha? Asema wewe acha tu, tabu tupu, shida, maisha mabaya. Ibrahim akanotice pale, hapa sina mkwe. Akamwambia mume wako akija msalimie, kisha mwambie falyughayyir atabata babi, kizingiti cha mlango wake akibadilisha, akifai. Ismail anarudi, anasikia, anahisi naye ni mtume. Leo kuna mtu mkubwa kaja nyumbani, anamwambia kuna mzee kaja, anamwambia shuka, kunywa maziwa, chukua hiki. Hataki, muongo mama, wala hakusema hivyo. Anasemaje? Anakupa salamu, hakuacha salamu zingine, anasema badilisha kitasa cha mlango wako. Akamwambia dhaka abi, unamjua huyo? Ni baba yangu mzazi Ibrahim alayhi salam, na kwa kauli hii ameniamrisha nikuache. Idhhabi wa alhaqi bi ahlik, nenda nyumbani kwenu, nimeshakuacha. Hakumwozesha yeye kabisa, alifight mwenyewe na mama yake tangia amewatupa kwenye jangwa. Alipowaacha kwenye jangwa kwa amri ya Allah, ndio anarudi kuja kumwona mtoto wake ameshakuwa barobaro. Hakusema huyu mdingi vipi huyu, mbona niingilia mambo yangu, kanitupa na mama miaka mingi, kaja hapa mji umeshabadilika, anaingilia mapenzi yangu, mke wangu, mdingi vipi huyu. Hakusema. Leo mnawaita madingi Waislamu. Mzazi hata akiwa kafiri mshirikina, bado unapaswa umpe haki yake. Suratu Luqman aya nambari 14, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wakikulingania, wakikushikilia
unishirikishe mimi Allah na kwa chochote ambacho huna ilmu nacho, usiwatii. Wakikuamrisha ufanye shirki unishirikishe, usiwatii. Usiwatii katika haramu. Lakini hapo hapo akasema wasahibhuma fi dunya ma'rufa, pamoja na ushirikina wao na ukafiri wao ishi nao duniani kwa wema. Asma'u binti Abi Bakri asema, ya Rasulullah, mama yangu nimesikia amekuja huku, amekuja Madina na bado ni kafiri, afa asiluha, ni muunge nikamtembelee nikamwamkia? Akasema naam, nenda, ni mama yako hata kama bado hajasilimu. Khutba yangu naihitimisha, wazazi wawili ni kama macho mawili, na raha ya kuona uwe na macho yote mawili. Ukimkosa mmoja wapo ikana kwamba umekosa jicho moja, na ukikosa jicho moja utaitwa chongo. Wazazi wawili ndio pepo yako. Tafuta ridhaa zao ili upate ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto mjanja ni yule anayemuini baba yake na mama yake, na sio anamuini mama tu. Upande wa baba amekula hasara. Dar es Salaam, jiji la gharama, kuna watoto wengi wana dua kemkem za mama zao mashaallah, na huku wana kinyongo cha baba zao. Hiyo inaitwa 50-50. Ukiwa una dua za mama na laana za baba, 50-50 hautofanikiwa. Dua za mama zinakusukuma usonge mbele, laana za baba zinakurudisha. Mtoto wa mjini mcha Mungu mwema ni yule anayemwini baba yake na mama yake ili apate dua kamili kwa 100%. Na hitimisha, na ndio mwisho kabisa, nikwambie, idha kanatil ummu jannataka, ikiwa mama yako ndio pepo yako, fa'lam ilman yaqinan anna abaka jannatuka wa naruka wa jannatu ummika wa naru ummik. Ikiwa mama yako ndio pepo yako, ikiwa pepo yako iko chini ya nyayo za mama yako, elewa, fahamu, tambua ya kuwa pepo yako wewe na pepo ya mama yako nyote zipo chini ya nyayo za baba yenu. Hili ulijue, nyinyi ambao mnachonganisha baba na mama, nyinyi ambao pakitokea ugomvi baina baba na mama mnaingilia, tena unaamua kukaa upande mmoja, unaununua ugomvi. Nyinyi ambao ukisikia baba leo kaongeza mke wa pili, unakuja juu na mdhulumu mama. Unajua dhulma wewe? Umesoma Qur'ani gani wewe? Qur'ani si imemruhusu kuoa, si halali yeye kuoa. Haramu gani kafanya? Ni wangapi katika nyinyi ikiwa baba zenu watachereza wanawake pembeni, mnajua hamuumi, unamfichia baba maovu, akioa tu una panic. Ngoja ukue, matamanio ya kupande, mke mmoja utaona hakutoshi, utataka kuongeza. Tutakukumbusha ulimpiga baba vita ukamwambia unamdhulumu mama, na wewe watoto wako watakwambia maneno hayo hayo. Usiingie baina baba yako na mama yako. Baba yako akioa mke wa pili, wa tatu, wa nne, hata kama inaumiza kwa mama, hakufanya haram babu, kafanya halali. Mpe mama yako wasia, nasaha, mtulize, usiwashe moto kwa mama. Kwa nini? Mama yako akimuasi baba yako imekula kwake. Mama si ndio pepo yako? Pepo yake yeye ni baba yako. Namalizia ndio ya mwisho kabisa, Musnad al-Imam Ahmad, hadithi nambari 1027,352. Mwanamke mmoja amekuja kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana haja zake na shida zake. Mtume akamtatulia shida zake. Alipomaliza, kabla hajaondoka, akamwambia adhatu zawjin anti, subiri kidogo, una mume? Umeolewa? Mtume anauliza,
Akasema naam. Naam ya Rasulullah, alhamdulillah nina mume. Akamwambia fa aina anti minhu, ukoje naye? Unamtii kikweli kweli? Unamheshimu kikweli kweli? Unamthamini mume wako? Unamweka juu ya kichwa chako? Akasema ya Rasulullah, la aluhu illa ma ajaztu anhu. Ewe mtume wa Allah, Allah anajua kwamba sipunguzi kwake ila kile ambacho kiko nje ya uwezo wangu. Mtume akatoa statement ya kimataifa yaliyobaki katika hadithi mpaka leo, statement inayotakiwa andikwe kwa wino wa dhahabu na ining'inizwe katika majumba ya mama zetu. Akamwambia undhuri aina anti minhu, chunga wewe, angalia ukoje naye, angalia namna unavyoishi naye. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, mume wako ndio pepo yako na ndio moto wako. Ukigombanisha baba akawa na kinyongo na mama, mama imekula kwake, hatopata pepo. Pepo ya mama iko chini ya nyayo ya baba, pepo yako wewe iko chini ya nyayo ya mama. Nyinyi ni kitu kimoja, kweni pamoja, acheni kubaguana, acheni kufarakanishana, kweni kama familia, wawini wazazi wako wote wawili, ili upate radhi zao na radhi za Mola wako. Mwisho wa siku mama yako hakikisha ana maelewano na baba yako. Ikiwa mama yako ana chuki na baba yako, wewe unaona poa tu, wewe huna akili, mama yako anakosa pepo. Pepo ya mama yako iko chini ya nyayo ya baba yako. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina. Ruddana ilayka raddan jamila. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Allahumma jammilna bil afiya was salama. Allahumma ashfi mardana wa afi mubtalana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.